Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Na tuanze kukupakulia kurasa kwa hili. Wananchi wa kata ya Karakata, kata ya Kipao, wilaya ya Ilala, jijini Dar es Salaam wameiomba TANESCO kuondoa mawe yaliyotelekeza kwa zaidi ya mwaka kwa ajili ya kukinga kingo za mto Msimbazi kwa ajili ya kulinda nguzo zinazopitisha umeme mkubwa baada ya barabara kuchongwa. Wananchi hao wanadai kuwa licha ya kuahidiwa hatua za haraka, lakini bado hakuna utekelezaji uliofanyika, hali inayozua wasiwasi juu ya usalama wao. Bado TANESCO wameshusha mawe na mpaka leo iko kimya. Huu mwaka wa pili hatuelewi sababu zake ni nini. Na kama sababu zake zipo, basi tunasi wananchi tunaomba tupelekewe hizo sababu zake ni nini mpaka wasijenge hiyo mawe ambayo waliowaleta. TANESCO kwanza alikuwa anasema barabara hii ni ya kwao. Miaka mingi viongozi wetu wa mtaa kitaka labda marekebisho, wanasema hii barabara ni ya TANESCO. Kwa hiyo sisi wenyewe kama TANESCO tutairekebisha. Lakini Mungu bahati, baada ya kupata uongozi mpya wa serikali ya mtaa, kulikuwa kuna kifusi ambacho kimewekwa hapa, barabara ikarekebishwa. Lakini cha ajabu tunaona kwamba TANESCO wale mawe hawayashushi, na wakati wao ndio walisema kwamba watakuja kuyashusha. Labda huenda ikawa labda hao waloweka mawe yao ya TANESCO huenda ikawa wakashuka na wakazidi kutupa huduma. Kwa sababu barabara itavyokuwa kubwa, basi hapo baadaye maendeleo yanaweza kawa mazuri. Na tuendelee na kurasa. Wanafunzi wenye ulemavu wanaosoma katika kituo cha mafunzo kwa watu wenye ulemavu kilichopo wilaya ya Rumeru mkoani Arusha wamepewa msaada wa magodoro 20 na jeshi la polisi mkoa wa Arusha kupitia mtandao wa polisi wanawake. Mwenyekiti wa mtandao wa polisi wanawake mkoa wa Arusha TPF-NET, kamishna msaidizi wa polisi ACP Deborah Lukololo, amesema kuwa jeshi hilo kupitia mtandao huo limetoa msaada wa vitu mbalimbali ikiwa ni muendelezo wa shamra kuelekea siku ya wanawake duniani itakayofanyika kitaifa mkoani humo. Tumefika katika kituo hiki cha Usaliva, kituo cha kutoa mafunzo kwa watoto walemavu. Lengo letu kubwa, tuko katika siku za kuadhimisha kuelekea kilele cha siku ya mwanamke duniani. Tumefika hapa kwa ajili ya kucheza na kufurahi na watoto hawa, lakini hasa kuja kutoa sadaka zetu ambao sisi ni wanawake. Tumeamua kutoa sadaka katika kituo hiki. Kituo hiki kilianzishwa mwaka wa 1988. Lengo lake likiwa ni kusaidia watu wenye ulemavu wa viungo kwa wakati huo, ili waweze kupata ujuzi na ule ujuzi uwasaidie katika maisha yao, wasibaki kuwa tegemezi. Na tumalizie kurasa kwa hili. Wafanyabiashara katika soko la Tegeta Nyuki lilopo wilaya ya Kinondoni mkoani Dar es Salaam wanasubiri kwa hamu utatuzi wa kero mbalimbali zinazolikabili soko hilo. Wafanyabiashara hao wana matumaini hayo kufuatia kikao walichokaa hivi karibuni na uongozi wa manispaa ya Kinondoni juu ya utatuzi wa kero mbalimbali sokoni hapo. Kero ambazo changamoto tuliziainisha kwenye mkutano ule ni kuhusu huduma ya choo. Huduma ya choo kwa tundu zilizopo ni chache kulinganisha na idadi ya wafanyabiashara waliopo kwa soko letu. Lakini nishukuru kwa sababu limepokelewa vizuri na serikali, kwa maana maafisa kutoka halmashauri wamelipokea vizuri kuahidi kwamba watakwenda kulifanyia kazi. Miundombinu kwa ujumla ya soko kwa kipindi hiki hapa cha kiangazi kama ilivyokuja, mnaweza mkaona kwamba soko limekaa katika hali nzuri, lakini mvua zikianza sidhani kama mngethubutu kufika hadi hapa nyie. Mngeishia huko mngefanya kuwahoji watu walioko huko kwa sehemu ambazo tayari mnaweza mkakanyaga mkaongea kama hivi. Msingethubutu kufika hapa mlipo. Kwa nashukuru Mungu walikuwepo watu wenye uwezo wa kutoa point za kutoa kero za kuhusu sokoni, na viongozi wamezitafutua zile point ipasavyo. Kwa hiyo taratibu zote zilizokuwa zinaleta kero, kama vile viongozi wa ulinzi walivyokuwa wanakataa na kupiga marufuku bidhaa zisikae ovyo ovyo, zisikae kwenye vizimba vya watu, basi wamepewa utaratibu ambao watakuwa wanakaa ili wafanya biashara tuwe tunaishi kwa uhuru na upendo na umoja pamoja na viongozi wetu. Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa na kuletea kurasa kwa siku ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kuangalia vipindi bora na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.